majira ya saa 3 ya usiku nilipata taarifa kutoka kwa mwananchi mmoja ambaye ni jirani wa huyu mama wa marehemu, kwamba akaniambia, mwenyekiti uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani kwetu ambaye ni karibu hapa na Kijiweni. Kaniambia, sasa una taarifa gani? Nikamwambia sina taarifa aina yoyote. Kaniambia Grace amejinyonga. Nikamwambia sasa amejinyonga, amefariki? Akasema ameshushwa, sasa hivi umempeleka kituo cha afya, alikuwa amelegea sana, sasa sijui kama hali yake itatengemaa. Basi nikamwambia tutaendelea na mawasiliano, unijulishe kwa sababu wewe uko huko. Baada ya dakika kama 20 alinipigia simu akaniambia vipimo vya daktari vimesema kwamba Grace ameshafariki. Tukio hili hatuna wasiwasi nalo, na huyu mtoto anaishi vizuri sana na mama yake, na wala hatujasikia kelele aina yoyote. Basi yeye haya labda ni maamuzi yake kutokana labda na msongo wa mawazo ambaye anaye. Hapo tukamfungua, nikapiga yowe. Watu wakawa wamekuja mara moja hapo, wengine wana pikipiki. Tukawaomba tumtoe nje. Wengine wakasema sisi hatuwezi kumshika mtu enda amefariki. Sisi tukamtoa na yule mama nje, nikamwagia maji. Naona hali ikawa sio nzuri, tukampakiza kwenye pikipiki, tukakimbilia kituo cha afya. Huko tukaenda, tukafika, tukapokelewa, akaenda kwenye vipimo. Nikaitwa mama, nikaenda. Alipopimwa BP ya mkononi, nikaona 0. Mimi nikaanza kulia. Nikaona mtoto wangu ameshafariki. Nikatoka nje. Madaktari wakasema sisi hatuna sehemu ya mochwari, inabidi mtafute usafiri mpeleke nyumbani. Huyo mama anaitwa Grace, kama anavyosema Grace Hamisi Juma. Anayo miaka 32 ya uhai wake. Huyu ni Muislamu na ni mkazi wa hicho kijiji cha Ntuntu. Aligundulika akiwa amejinyonga ndani ya nyumba yake kwa kutumia mtandio aliokuwa ni mtandio wake aliokuwa ameufunga na kujining'iniza. Lakini chanzo cha nini kimepelekea kujinyonga kwake inasemekana ni msongo wa mawazo na hali ngumu ya maisha, kutokana na kwamba alikuwa ni mama aliyekuwa na watoto 3 aliokuwa anaishi nao pasi kuwa na huduma zozote za mwanaume. Kulingana hali hiyo ya kuwa sasa tegemezi hana uwezo wote, nafikiri maamuzi aliyoyaona ya haraka ni kuchukua maamuzi ya kujinyonga na kupoteza uhai wake. Ndiye taarifa ambayo nimeipata kama anavyothibitisha kutoka kwa waliokagua tukio na baadaye kutoa taarifa kwangu kupitia daktari aliyefanya postmortem na wa huo mwili.